jinsi imani na maneno inavyoleta matokeo. Nguvu ya kukiri kwa kinywa. Miongoni mwa siri kubwa ambazo wengi hawajazielewa kikamilifu ni uhusiano uliopo kati ya imani ya moyoni na maneno ya kinywani. Watu wengi wanaamini moyoni mwao, lakini hawaoni matokeo wanayotamani kwa sababu hawajajifunza kutumia ulimi wao kwa namna inayopatana na imani yao. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, na mojawapo ya sifa za Mungu ni kwamba yeye husema na kile anachokisema hutokea. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 3, Mungu akisema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu hakufikiri nuru tu, bali aliitamka. Neno lilitoka kinywani mwake na lilileta matokeo. Vivyo hivyo maisha ya Mkristo yanaathiriwa sana na kile anachoamini moyoni mwake na kile anachokitamka kwa kinywa chake. Namba 1, imani ya kweli husema. Imani si jambo la moyoni pekee. Imani ya kweli huonekana kupitia maneno na matendo. Mtume Paulo alisema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 13, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Kuna watu wanaosema wana imani, lakini kila wanachokisema ni kushindwa, hofu, kukata tamaa na mashaka. Maneno yetu mara nyingi huonyesha kiwango cha imani kilichopo ndani yetu. Moyo ukijaa imani, kinywa kitaanza kusema maneno ya imani. Namba 2, kinywa ni njia ya kuachilia imani. Imani iliyofungwa moyoni pekee haijakamilika. Mungu ametupa kinywa kama njia ya kuachilia kile tunachoamini. Warumi sura ya 10 na mstari wa 10 inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Angalia kwamba kuna kuamini moyoni na kukiri kwa kinywa. Vyote viwili vinashirikiana kuleta matokeo. Namba 3, maneno yana nguvu ya kujenga au kubomoa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 18 na mstari wa 21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hii haimaanishi kwamba sisi ni Mungu, bali inaonyesha kwamba maneno yana ushawishi mkubwa katika maisha yetu. Watu wengi hujitabiria mabaya kila siku, wakisema, watu wote wananishinda, mimi siwezi, mambo yangu hayawezi kubadilika, maisha yangu yameharibika. Kadiri wanavyoendelea kusema hivyo, mioyo yao huzidi kuamini hivyo. Lakini mtu wa imani hujifunza kusema yale Mungu amesema, hata kama hali anayoiona ni tofauti. Namba 4, Ibrahim aliita visivyokuwepo kama vilivyopo. Ibrahim ni mfano mkubwa wa matumizi ya imani na maneno. Mungu alimwahidi kuwa baba wa mataifa mengi, wakati hata hana mtoto mmoja. Warumi sura ya 4 mstari wa 17 inasema, aitaye yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Ibrahim aliendelea kushikilia ahadi ya Mungu. Hakuruhusu mazingira ya mwili wake wala umri wake kuharibu imani yake. Aliamini kile Mungu alichosema kuliko kile macho yake yalichokiona. Namba 5, Daudi alitangaza ushindi kabla ya vita. Kabla hajampiga Goliati, Daudi alianza kutamka ushindi wake. Samueli wa kwanza sura ya 17 na mstari ule wa 40 nasema, leo Bwana atakutia mkononi mwangu. Daudi hakuongea kushindwa. Hakusema Goliati ni mkubwa mno. Hakusema sidhani kama nitaweza. Alisema kile alichoamini kuhusu Mungu wake. Imani ilizungumza kabla ushindi haujatokea. Namba 6, Yesu alifundisha nguvu ya maneno yenye imani. Yesu alisema kwenye kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 23, yeyote atakayewaambia mlima huu
ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, bali aamini kwamba hayo asemayo yatakuwa yake. Yesu alionyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa kati ya kuamini na kusema. Mlima unaweza kuwa tatizo, unaweza kuwa ugumu au changamoto yoyote. Kabla mlima haujaondoka, lazima kwanza useme kwa imani. Haleluya. Namba 7, usiseme kile unachokiona pekee, sema kile Mungu alichosema. Waisraeli walipofika Kanaani waliona majitu. Wapelelezi 10 walizungumza kwa hofu. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 na mstari 33, tulikuwa kama mapanzi, lakini Yoshua na Kalebu walizungumza kwa imani, hakika twaweza kuupanda na kuumiliki. Wote waliona mazingira yale yale. Tofauti ilikuwa kwenye maneno yao. Maneno ya hofu yaliwazuia wengine kuingia Kanaani. Maneno ya imani yaliwaingiza Yoshua na Kalebu katika ahadi za Mungu. Namba 8, kukiri neno la Mungu kila siku hujenga imani. Imani hujengwa kwa kulisikia neno la Mungu. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kadiri unavyotamka neno la Mungu mara kwa mara, ndivyo moyo wako unavyozidi kuliamini. Kukiri neno la Mungu si ibada ya maneno matupu, ni njia ya kujaza moyo wako ukweli wa Mungu mpaka ushinde mashaka, mpaka ushinde hofu, mpaka ushinde changamoto, mpaka ushinde hali na mazingira unayopitia. Namba 9, epuka maneno hatarishi yanayoharibu imani. Waamini wengi huomba vizuri, lakini baadaye huharibu maombi yao kwa maneno ya kukata tamaa. Leo wanaomba, Bwana ninaamini utanisaidia. Kesho wanasema hakuna kitakachobadilika. Hii huonyesha moyo uliogawanyika. Yakobo sura ya 1 mstari wa 8 nasema, mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Linda ulimi wako kama unavyolinda moyo wako. 10 na mwisho nasema, maneno ya imani yanapaswa kuambatana na maisha ya utii. Kukiri peke yake bila kumtii Mungu hakutoshi. Imani ya kweli huzaa matendo. Yakobo sura ya 2 na mstari wa 26 nasema, imani pasipo matendo imekufa. Maneno ya imani yana nguvu yanapotoka katika moyo unaomwamini Mungu na maisha yenye kumtii. Haleluya. Hitimisho, Mungu ametupa zawadi 2 muhimu sana: moyo wa kuamini na kinywa cha kukiri. Mambo mengi katika maisha ya kiroho huanza ndani ya moyo, lakini huachiliwa kupitia kinywa. Usiruhusu kinywa chako kiwe chanzo cha hofu, mashaka na kukata tamaa. Kila siku jifunze kuzungumza ahadi za Mungu juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya huduma yako, juu ya afya yako na hatima yako. Kumbuka, imani huamini, imani hunena, imani hutenda na imani hushinda. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 23, tushike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Kwa hiyo usikiri kushindwa wakati Mungu amesema utashinda. Usikiri laana wakati Mungu amesema amekubariki. Usikiri kukata tamaa wakati Mungu amesema yuko pamoja nawe. Tamka neno la Mungu, amini neno la Mungu na ishi neno la Mungu, na utaona mkono wa Mungu ukifanya makuu katika maisha yako. Amen. Mungu akubariki. Basi sasa ninaweza kukuombea, lakini pia tukaomba kwa pamoja kwa imani, tukikiri kwa vinywa vyetu ile imani tuliyopokea na kutujenga wakati huu, katika jina la Yesu. Amen. Baba yetu mwenye upendo na rehema nyingi, tunakuja mbele zako katika jina kuu na lenye mamlaka la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuabudu na kukushukuru kwa jinsi ya neno lako tuliyojifunza leo kuhusu jinsi imani na maneno
inavyoleta matokeo. Tunakushukuru kwa sababu neno lako ni uzima, ni mwanga na ni nguvu kwa wote wanaoliamini. Bwana, ninawaweka mikononi mwako wasikilizaji wote wa ujumbe huu, mahali popote walipo, katika nchi yoyote, mji wowote au mazingira yoyote. Ninaomba mkono wako wa neema uwaguse kwa namna ya kipekee. Mungu Mwenyezi, kama kuna mtu ambaye amekuwa akizungumza maneno ya kukata tamaa, maneno ya hofu, maneno ya kushindwa au maneno ya mashaka, ninaomba Roho Mtakatifu umfundishe kuanza kusema yale yanayopatana na mapenzi yako na ahadi zako. Bwana, badilisha vinywa vya watu wako viwe chemchemi za imani. Wafundishe kutamka uzima badala ya mauti, tumaini badala ya kukata tamaa, ushindi badala ya kushindwa, na baraka badala ya malalamiko. Ninaomba kwamba kuanzia leo kila msikilizaji apate neema ya kujaza moyo wake kwa neno lako na kujaza kinywa chake kwa maneno ya imani. Bwana Yesu, wapo wanaopitia changamoto mbalimbali. Wengine wanapitia magumu ya kifedha, wengine wanapitia maumivu ya moyoni, wengine wanapambana na magonjwa, na wengine wanatafuta majibu ya maombi yao kwa muda mrefu. Ninaomba uwatie nguvu, uwatie moyo, wafungulie milango ambayo imefungwa, uwape ushindi katika vita wanavyopitia, uwape amani katika mahangaiko yao, uwape matumaini katika nyakati zao za kusubiri. Baba, ninatangaza katika jina la Yesu kwamba kila nguvu ya kukata tamaa, kila nguvu ya hofu, kila sauti ya adui inayowaambia hawawezi kufanikiwa, ivunjike sasa katika jina la Yesu. Ivunjike sasa katika jina la Yesu. Ivunjike sasa katika jina la Yesu Kristo. Naomba uwabariki katika kazi za mikono yao. Bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki huduma zao, bariki biashara zao, bariki afya zao, na kila anayekushikilia kwa imani wakitarajia kutoka kwako. Bwana, usiwaache bila ushuhuda. Ninaomba kwamba neno hili walilosikia leo lizalishe matunda mengi ndani yao. Wazidi kukua kiroho, wazidi kukupenda, wazidi kutembea katika imani, na wazidi kuwa mashahidi wa wema wako. Bwana, linda kila msikilizaji dhidi ya mipango mibaya ya adui. Malaika zako wakawazunguke mchana usiku, wakalale kwa amani na kuamka kwa nguvu mpya kila siku. Baba, tunakushukuru kwa sababu tunaamini umesikia maombi haya na utaendelea kutenda makuu katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ndugu mpendwa, ikiwa umebarikiwa na somo hili, usiondoke bila kuchukua hatua. Karibu sana kujiunga na familia ya Maisha na Neno, mahali ambapo tunajifunza neno la Mungu kwa kina, tunajengwa katika imani na tunakuwa kiroho siku kwa siku. Kama bado haujafanya hivyo, bonyeza subscribe, washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata masomo mapya kila yanapowekwa. Pia share ujumbe huu kwa ndugu, rafiki, jamaa au mtu yeyote unayeamini atabarikiwa na neno hili. Huenda kwa kushare kwako ukawa sababu ya mtu kurejeshewa tumaini, imani na nguvu ya kuendelea mbele. Usisite pia kuandika maoni yako, ushuhuda wako au somo ambalo Mungu amegusa moyo wako kupitia ujumbe huu. Na sasa jiandae kwa somo letu linalofuata katika Maisha na Neno. Mungu akubariki. Amen.